hiyo unathibitisha. Na huo ndio wakati ambapo mshukiwa ambaye hajapatikana mpaka wa leo alipandishwa kwenye gari lako. Sio ukweli. Ulikuwa na hawa wakati gani kule sewage area? Ilikuwa wakati gani? Mwendo wa saa 5 asubuhi ndio ulikuwa na hawa kule sewage area. Na hii siku yote tarehe 18 mwezi wa Januari mwaka wa 2025 wewe ndio ulikuwa unaendesha gari aina ya KL 131U kutoka asubuhi mpaka jioni. Na uliamrishwa na Senior Sergeant Wachira kumpeleka mshukiwa yule kutoka sewage area mpaka Sentry Box mwendo wa saa 5 asubuhi. Na ukakaa pale na mshukiwa akiwa kwa gari lako, mkipiga gumso na yule askari mwenzako kwa gate, ukipiga story masaa 2. Ni kweli? Ndio. Na mara kwa ghafla ukarudi kule sewage area ukiwa na mshukiwa kwa gari lako. Kweli? Na kufika kule sewage area, yule mshukiwa akawa na haja ya kujisaidia. Kweli? Na wewe kama afisa ambaye anaheshimu haki za binadamu ukamsaidia ajisaidie. Na ukawa unamtizama akiondoa suruali lake akifanya hiyo kazi. Ulikuwa hapo. Kabla huyu mshukiwa ajisaidie, ulisungumza na Sergeant Wachira ukiwa kule sewage, huyu mshukiwa akijisaidia. Ulisungumza na Wachira au kusungumza na Wachira? Mulisungumza tu na Wachira akikuamrisha urudi pale sewage area ukiwa na mshukiwa kwa gari lako. Hivyo ni kusema ulitekeleza amri ya Wachira ya kurudi na mshukiwa kwenye sewage area. 2025 ulikuwa afisa mwenye maarifa ya miaka karibu 15 ndani ya shirika la wanyama wa pori. Na wewe bila shaka umejuzwa, umefundishwa kuweza kukabiliana na majambazi ambao ni wawindaji wa wanyama wa pori. Na vile vile
unaweza kukabiliana na wawindaji ambao wako na silaha. Na mbali na hayo, wewe ni dereva ambaye ni askari. Eleza mahakama kama umewahi kushuhudia amri kama hii. Unatoka kwenye sentry box na mshukiwa, unarudi kwenye operations area ukiwa na mshukiwa pasipokuwa na askari mwingine wa kusaidia. Umewahi kufanya. Ulifanya wapi kisa kama hichi? Ulifanya Savo. Kwa hivyo lilikuwa ni jambo la kawaida. Mshukiwa alitoroka ukiwa huko Savo? Hakutoroka. Bwana Sudi Abdirahman, mshukiwa ametoroka ukiwa kule sewage area operation na akachana mbuga ukiwa unamkimbiza kwa kasi sana. Ulikuwa na bunduki ukimkimbiza? Thibitisha mahakama kwamba hukufyatua hata risasi moja kumkabili huyu mshukiwa. Thibitisha mahakama kwamba sheria ingekuruhusu kumpiga risasi kwa mguu aweze kusimama. Haikukuruhusu. Thibitisha mahakama kwamba baada ya kutoroka kwa huyu mshukiwa au kuitisha reinforcement yoyote. Au kuitisha reinforcement yoyote. Sheria inakuruhusu kuitisha reinforcement kama mshukiwa ametoroka. Inakuruhusu. Ni ushahidi yako kwamba wewe ulikuwa mtu wa mwisho kuonekana na yule mshukiwa tarehe 18 mwezi wa Januari 2025. Ndio. Na wewe bila shaka ndiye unajua alikoenda yule mshukiwa. Haujui. Haujui alikotoroka. Alievaporate kama maji. Uliona alikoelekea? Huyu ni mshukiwa ambaye alikuwa amekaa kwa gari yako masaa mawili. Akaonekana kuchoka. Hata akakuomba maji. Na akashinda askari wa maarifa wa miaka 15 ambaye ako na bunduki. Ukaingia OP kwa sababu mshukiwa amepotea. Ulimtizama ukiwa kwa OP. Wakati huu umeitisha reinforcement. Reinforcement ilikuwa imekuja. So umezungumza na afande wa Shira. Amejua mshukiwa amechana mbuga. Hajatuma reinforcement mpaka ukaenda kwa OP. Umeshuka. Umerudi kwa sentry. Mpaka kwa investigation hakuna reinforcement imetumwa. Ulitoka kwa OP mpaka ukarudi kwa investigation area. Hamuna reinforcement ilikuja kabla ya wewe kwenda kule.
Turudi kule alikotorokea huyu mshukiwa. Kulikuwa na watu wangapi? Wewe ni dereva? Wewe unalinda mshukiwa? Si ndio? Na vile vile unajaribu kupiga msasa, unachunguza kunakoendelea kwenye uwanja wa Lake Nakuru National Park Sewage Area. Ulielewa kwa nini wewe ulifanyishwa kazi mara 3 askari moja? Eleza mahakama. Hiyo ujuzi ndio ilimfanya mshukiwa atoroke. Hiyo ujuzi ndio ilikufanya ugongwe na mshukiwa ambaye alikuwa amechoka. Sheria inakuruhusu ukigongwa na mshukiwa kufiatua risasi self defense. Au kufika chini vile uligongwa kwa kifua, au kufika chini au ulifika chini, au kutishwa na kufikishwa chini na mshukiwa ambaye amechoka. Kama askari wa kulinda wanyama wa pori, pia mnachukuanga video ya entertainment. Mnawekanga hii mchezo kama hii mlikuwa nayo tarehe 18 na mshukiwa kwa TikTok. Au kuweka? Umerudisha mshukiwa kutoka kwa sentry, uko peke yako, uko na bunduki, amekutwanga na amechoka akatoroka, wewe umefika chini haujafiatua risasi. Hii ilikuwa mchezo ama ilikuwa kazi? Nakuuliza tu kama hii mchezo hii ya tarehe 18 iliingia kwa TikTok. Uliweka kwa TikTok? Hiyo haiko mchezo. Mshukiwa ameshikwa, amepelekwa kwa sentry, amekaa na askari masaa 12, amerudishwa tena penye alishikwa, ametoroka. Askari ambaye ako na maarifa ya miaka 15 amepigwa kwa kifua, amefika chini. Hakuna ripoti imewekwa pahali popote kwa polisi. Haikuwa mchezo? Haikuwa mchezo. Kwa hivyo ni wewe mko kwa operation area scene 2 na mshukiwa peke yenu. Hakuna askari mwingine. Asante. Ushahidi wako Bwana Sudi ni kwamba mpaka wa leo wewe na Wachira hamkupiga ripoti kwa kupotea kwa mshukiwa tarehe 18 mwezi wa Januari 2025. Ni kweli ama si kweli? Hamkupiga ripoti. Na ushahidi yako ni kwamba ulikuwa na bunduki hii siku. Bwana Sudi, umeeleza mahakama wewe ndio ulikuwa mtu wa mwisho kukuwa na huyu mshukiwa. Ni kweli ama si kweli? Eleza mahakama mlirudi kwa mara ya 3 mwendo wa saa 1 usiku kule kwa sewage area na nani?
Eleza mahakama majina ya wale askari uliwabeba. Benjamin, ulikuwa na Benjamin. Nani mwingine ambaye unamtambua? Dennis na Brian Kiprop. Mahakama inataka kujua, shirika la mawakili inataka kujua, bibi ya Brian Odhiambo anataka kujua mlikuwa mnaenda kufanya nini aswa. Mlikuwa mnaenda kufanya nini? 1, 2, 3. Mlikuwa mnarudi Siwecheria saa 11 kufanya nini? Na Benjamin na hao wenzako ambao mlienda huko. Asante. Clearance ni kufanya nini? Confirmation of disappearance of the suspect. Na wewe ndio ulikuwa unaongoza kikosi hichi kwa sababu wewe ndio ulikuwa na mshukiwa mara ya mwisho akichana mbuga. Mlichukua muda kiasi gani kufanya clearance? Kutoka saa 11:30 hadi saa 1. Nani ndiye alikuwa ana command hiyo operation ya 3? Bwana Wachira alikuwa bado yuko hapo. Alikuwa bado anapiga. Asante. Afande Wachira alikuwa anatoa amri kupitia kwa radio. Na amri yake ilikuwa ni kufanya nini? Mahakama inataka kujua. Mshukiwa alipotea mwendo wa saa ngapi? Alipotea saa 8 mchana. Saa 9 no reinforcement. Mwendo wa saa 10 Wachira hajakutumia reinforcement. Saa 11 hamuna reinforcement. Saa 11 ndio mnarudi kufanya clearance. Clearance ilikuwa inafanywa baada ya masaa mangapi? Baada ya kupotea kwa mshukiwa. Abdirahman Sudi. Maelezo yangu ni kwamba wewe na Wachira mliua Brian Odhiambo ambaye ndiye alikuwa mshukiwa mwendo wa saa 8. Mliua nani? Mliua Kilonzo. Maelezo yangu vile vile ni kwamba mlikuwa mnarudi 5:30
kumzika. Hiyo ndio mnaita clearance, kuhakikisha kwamba hakuna ushahidi yoyote pale popote. Thank you, Your Honor. My learned friend Barak should hold his horses. He had more than 2 hours to gallivant his examination. Thank you, Your Honor. Na mwisho kabisa, Bwana Abdirahman Sudi, ni kwamba hii clearance ya kumzika yule mshukiwa ambaye tunamdai ni Brian Odhiambo ilikuwa inaamrishwa na Bwana Wachira, vile umethibitisha. Kweli ama si kweli? Na wewe pamoja na Wachira ndio mlikuwa mnaamrisha kifo cha Brian Odhiambo mkisaidiwa na hao askari wenzako. Ushahidi yako hapo awali ilikuwa ni kwamba hamkujua yule mshukiwa alikuwa nani. Kweli ama si kweli? Alikuwa nani? Angalia hii affidavit yako, kwa sababu ulikuwa umeonyeshwa paragraph number 7. I'm coming to the end, Your Honor. Tarehe ya hiyo affidavit iko na tarehe mwezi wa 27th January 2025. Hiyo sahihi ni ya Bwana Abdirahman Sudi. Paragraph 7 unaweza kuisoma? Tafadhali soma kwa upesi. Huyu ni Kilonzo ama huyu ni mwingine? Huyu ni Kilonzo. Whose particulars were known to you. Ulimjua alikuwa Kilonzo wakati gani? Hiyo ni tarehe 27 mwezi wa Januari 2025. Ni kweli? Ulikuwa umekutana naye kabla ya tarehe 27 Januari 2025 ama hamko mmekutana naye? Tarehe 18 ndio mlikutana naye. Hiyo affidavit uliandikisha baada ya siku ngapi? Wiki moja baadaye. Ulikuwa umemsahau? Umesema particulars were known to you. So ulikuwa unamjua tarehe 27 ama ulikuwa umemsahau? Ile kesi kotini ilikuwa ya nani? Kwa hiyo affidavit, kesi ilikuwa habeas corpus application ya nani? Ilikuwa ya Brian Odhiambo ama ilikuwa ya Brian Odhiambo? Kwa nini haungesema ilikuwa ya Kilonzo, yule mshukiwa ilikuwa Kilonzo? Haungeeleza jina ni Kilonzo vile alikueleza? Kwa hivyo huyu ni mtu mlikaa na yeye mwendo wa saa 5 mpaka saa 8. Hayo ni masaa mangapi? Na hukujua jina lake? Wakati ulikuwa unaandikisha affidavit, haungesema ulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Kilonzo? Kwa
hivyo yule mtu hujui kama alikuwa Kilonzo ama hakuwa Kilonzo? Alikuwa ndo Kilonzo kwa alivyoniambia yeye ni Kilonzo. So alikuwa Kilonzo ama hakuwa Kilonzo? Alikuwa Kilonzo. Au ungesema alikuwa Kilonzo hapo? Kwa kuandikisha hii ni kitu ya serikali, sio maneno mpaka. Asante sana Bwana Sudi. Tuko leo hapa mahakamani. Mahakama inataka kujua kwa nini wewe na Wachira na wenzako mliua Brian Odhiambo. We proceed on 24th of August. It's set available to all of us. Yes. It's convenient to the defense as well as the interested. Very well, thank you very much. We resume on 24th of August at 11:30 a.m.